Ikiwa leo ni Juni 12 ya mwaka wa 2025, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Ninasema asante kwa namna ambavyo umetukirimia mibaraka mbalimbali. Kila mmoja wetu anayo mengi ya kusema kwa yale ambayo umetenda, lakini sote kwa pamoja tunasema asante. Tusamehe dhambi zetu, ponya wagonjwa, endelea kutembea nasi kila wakati, sasa na hata milele, katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema mafundisho ya Kristo yaliujumuisha ulimwengu. Mathayo mtakatifu sura ile ya 7:28 inasema, ikawa Yesu alipoyamaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake. Hakujihusisha katika mawazo yasiyo halisi, lakini katika kile kilicho muhimu kwa ujenzi wa tabia, kile ambacho kitapanua uwezo wa mwanadamu kumjua Mungu, kumwongezea nguvu ya kutenda mema. Aliongea juu ya kweli zile ambazo huhusika na taratibu za maisha na zile ambazo zinamuunganisha mwanadamu na umilele. Badala ya kuwaelekeza wanadamu kujifunza nadharia za watu juu ya Mungu, maneno yake au alivyoshuhudiwa katika kazi zake, katika neno lake na kwa maongozi yake, alikutanisha akili zao na zile za umilele. Watu walishangaa mno kwa mafundisho yake, Mathayo sura ya 7:28, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo, Luka 4:32. Hakuwahi kutokea mtu aliyezungumza ambaye alikuwa mwenye nguvu na kuamsha akili, kuhuisha nia, kuamsha kila nguvu za mwili, akili na roho. Mafundisho ya Kristo kama zilivyo huruma zake yaliujumuisha ulimwengu. Hayatatokea mazingira maishani, zahama katika uzoefu wa mwanadamu ambavyo hakuviashiria katika mafundisho yake na ambavyo kanuni zake hazijafundishwa. Mfalme wa walimu, maneno yake yataendelea kuwa mwongozo kwa watendakazi wenza hadi mwisho wa wakati. Mbele ya macho yake ya kiakili ilifunuliwa mandhari yote ya juhudi za mwanadamu na mafanikio ya majaribu na mapambano, matata na mashaka na hatari. Mioyo yote, familia zote, anasa zote na furaha na jitihada zote kwake vilijulikana. Hakuzungumza tu kwa ajili ya, bali kwa kila binadamu, kwa watoto wadogo katika furaha ya mwanzo wa maisha, kuwa na moyo wenye bidii usiotulia wa kijana, kwa watu wazima kulingana na miaka yao, wakibeba mzigo wa kazi ya usimamizi, kwa wazee katika udhaifu na uchovu wao. Kwa wote ujumbe ulisikika, kwa kila mtoto wa binadamu, katika kila nchi na katika kila kizazi. Katika mafundisho yake kulikuwa na mambo ya husuyo wakati wake na yale ya umilele. Mambo yanayoonekana kama yanavyohusiana na yale yasiyoonekana. Matukio ya maisha yanayopita na matukio ya kidini ya husuyo mambo yajayo. Aliweka mambo ya maisha haya katika uhusiano sahihi kama yaliyo chini ya yale ya umilele, lakini hakupuuzia umuhimu wake. Alifundisha kuwa mbingu na dunia zimeunganika pamoja na kuwa elimu ya ukweli wa kimbingu humtayarisha mtu vizuri kufanya shughuli za kila siku. Kwake hakuna alichofanya bila kusudi. Michezo ya watoto, shughuli za mwanadamu, furaha ya maisha, masumbufu na maumivu, yote yalikuwa njia ya kutimiza kusudi fulani.
Ufunuo wa Mungu kwa ajili ya kuinua ubinadamu. Elimu, ukurasa wa 62 na 63. Hii ni Juni 12, mada ikisema mafundisho ya Kristo yaliujumuisha ulimwengu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.